walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabil, ni juu ya Mwenyezi Mungu kwa watu, kwa mtu mwenye uwezo atoki fasi yake enda aitike wito wa Mungu kufanya pelinaje kule Mekka. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, mwenye ataweza kujiopozea na katala kwenda kufanya pelinaje afahamu ya kwamba anakuwa kome mekrea, na huyo ya kwamba Mungu ni tajiri mwenyewe kwa ulimwengu kuliko wewe. Mtume anatufundisha ya kwamba mwenye yuko na uwezo wa kwenda pelinaje na Mungu anampa ile capacity, anashindwa kwenda pelinaje, basi atafute kifo chochote kwenye ukristo na ujife, asitafute kwa musulman, kwa sababu akikufa musulman tijari atakwenda motoni, na alikuwa na mwaye. Kwa hivyo recommendation ya kufanya pelinaje iko ni kwa mtu mwenye mwaye. Na wewe mwenye mwaye ujipime, ujipeze franga yako iko ya halali, uko na mwaye, lipa madeni ya watu, acha familia yako vizuri, ayasimama sasa uende utengenezane na Mungu wako, kwa sababu pelinaje iko dernière opportunité ya kumwambia mtu utakufa 15. Kwa hivyo jiprepare hapa 12. Mtu kisha kwenda Maka usirudi tena mwizi, usirudi tena hapa bandi wala mzinifu, kwa sababu unaenda kukufunga ile, unakamilisha pilier ya Uislamu na unakamilisha ule Uislamu. Asante. Sheikh, kuna kuwa watu wengine mtu yuko na moyen anajenga misikiti, mtu yuko na moyen anasaidia mayatimu, kitu moja tu inamkosa ni kwenda Maka. Lakini hapa nakufuata vizuri, unasema antukaa ule wa vile akafa hakufa Muislamu. Alijenga misikiti, alisaidia mayatima, alikuwa anatoa zaka, sadaka, mambo yote ya kidini alikuwa anafuata, lakini ilimkosa tu ile. Akafa anaenda tu hivi kabisa, hakufa Kiislamu. Sasa hata nimero yako ya telefoni unaweza kumpatia mtu nimero ni yako. Sawa bwana? Kwa hiyo kosa shifre moja nafikiri tabia. Haitapita. Basi turudie kwenye mada. Mwacho kwake ilikuwa atuka emission leo kwa enseignement, kisha Eid tena ndio tutakutana hapa par rapport na masije ingine. Leo tulipenda kuenseigner watu, kuinformer watu wenye wiko mwekivoke par rapport na Mungu, par rapport na Ismaila, par rapport na Isaac. Sijui unaweza kuwa tena na mkazo wengine ya kukazia entre Ismaila et Isaac enye tukuweza kusemea. Siweze kuweka mkazo wote kwa sababu nzima mchapitre D ya mwisho inatuambia la nufarriqu baina ahadi min rusul. Hatuwekake sisi utofauti kwa mitume wa Mungu kwa kusema si tunampenda tu Abraham atumpende Musa, au tunampenda tu Yesu atumpende Muhammad. Ce n'est pas comme ça pour nous les musulmans. Kwetu sisi Waislamu, yeyote mwenye iko na kriteria ya titre ya nabii wa Mungu tunamwamini kama vile nabii na mtume wa Mungu tu. Inaishi Abrahamu, mudescendance yake munatoka wengi katika wa viumbe, kwa sababu chapitre ya Quran 3 verset 33 Mungu anatuonesha, anasema inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. 4 kategoria ya descendance ndio Mungu ameweza kuchagula viumbe wenyewe walitukuzwa kome baeli ba Mungu duniani. 4 descendance ya viumbe. Descendance ya Adamu ndio inatoa baeli bote bema na wakutaka amechaguliwa na Mungu. Ni Adamu ndio alibasaka. Descendance ya pili ni ya Noe. Noe après ile garka yake nyilizama dunia nzima, kulisalimikaka ndani ya safina yake 84 personnes. Bas après bo kutoka mwele safina kwa batu wanaanza kutoka wanaongea malangi ya basikiani, ilibili mwenye anze kubafanyia translation ikuwe ni ule Noe. Ndio anze kubambia huyu akisema anglais, huyu mwingine hata sikia yule anglais ni nini. Ndio anamfasiri. Ndio mwanzo malangi katokea pale. Na kwa batoto ya Noe ndio kunatoka batoto 3 benye banatoa descendance ya dunia après ile wakati wake kusama dunia. Mwele wakati wake. Sam mtoto wake ule ndo anazala hii rasi yote unaka Barabe, Baindia, Banani, Baasiatic wale wanatoka mkongo wake. Na ndo anatoa ba Européen. Benye banakwaka benye Europe ni de nationalité tu iko ni Batiriki na Bagrek, ce sont les Européens. Hii mainchi nyingine yote unaionaka wanatoka migongo ya watu. Ba vrai Européens ce sont les Grecs na Batiriki. Unasikia? Na ndo mapei mbili na kuwaka pembeni ya maji ya kumgawanyo wa Asia na Europe. Unasikia? Na descendance ya 3 ya mtoto wa Noenjo na Zaya Fithi ambaye anatoa ba Sudani na bani lotika ba Ethiopia. Nule bantu tuko na asilia kutokea Sudan.
na wengineo wanakia kutokea kwenye asilia kutoka huku Ethiopia. Kwa hivi ndio Mungu akamfanya yeye Noe kudisanasi yake kuwe watu wenye walitoka wengine wanachaguliwa. Na kwa Abrahamu, ndani ya mgongo wa Abrahamu kunatoka Ismaili. Ndani ya descendance ya Ismaila kunatoka asili ya Warabu, kwa sababu bibi yake na Ismaila alikuwa ni mtu wa Yemen. Na ule mtu wa Yemen anazala ba descendance mbalimbali ya Arabe, balitoka pale ukazalika na Biswale, na kukatoka tena Muhammad anatoka mu descendance ya hii Waarabu wenye walitoka kuokoa Ismaili. Okay. Unasikia? Nifuate vizuri. Ngambo ya mama yake na Ismaila Yemen. Okay. Asili ya mama yake na mama yake Mwarabu wa huku kutoka Egypt, asili yake ni Yemen, lakini bibi yake na Ismaila. Bibi wa Nabii Ismaila ni Mwarabu aliyetoka Yemen, ameishi pale Maka. Na ndio Ismaila aligua pale, baba yake alimwachaka na mama yake, na yeye akagua akaoa pale, ndio akatoa descendance ya Arabu wote wanaonaka wanatoka Yemen, parce que Arabu yuko hapa Egypt, Tunisie, Maroc, Algeria, Arabia Saudite, Kuwait, descendance yao inatokea ndio Yemen. Okay. Unasikia? Ndio katoka Mungu. Na kwa upande wa Isaka, kunatoka mtu anaitwa Yakub, kome Israeli. Yeye ndio anaitwa Israeli. Na yeye anamzaa Joseph. Mwi descendance ndio mnatoka Moize. Unasikia? Kisha mnakia kutoka mu descendance pia kupatikana bakina David na bakina Salomo. Nifuate vizuri. Ndio kunatokea hii descendance hiyo. Kisha kuna descendance ya mtu anaitwa Imran. Imrani ni nani? Huyu Imrani ndo tate yake na Yesu. Yeye Imrani alikuwa na bibi yake anaitwa Hanna. Huyu Hanna alikuwa na mdogo wake anaitwa Elizabeth. Elizabeth ndio mama yake na Jean Baptiste. Na Hanna ndo aliyekuja kumzaa, anakuja kumzaa huyu Jean Baptiste kwa mfumo wake. Anakuja kumzaa na Mariamu mama yake na Yesu. Hanna. Sasa mzee Imrani anamuoa Hanna, hazae, saa 24 hana mtoto. Punda kidogo mwanaomba Mungu anamsaidia, anakia kumpatia bibi yake mimba. Bibi yake anakia kumzaa Maria, anaitwa Mariamu. Huko kwa Elizabeth pia mzee Zakaria na ule Zakaria na anamuoa Elizabeth, wanafaa masiku mingi hapana mtoto. Mimba inapatikana, anakia kumzaa mtoto anaitwa Jean Baptiste Yahya. Unasikia? Descendance ya Yesu kutokea kwa Abrahamu. Nifuate mzuri, inatoka ndo kuifamia Imrani huko. Haikutoka kwa Abrahamu. Abrahamu alitoa descendance kwa watoto mbili, Isaac na Ismail. Kui descendance ya huko kwa Isaac ndio kunatoka Israeli, Jacob na Joseph. Na bakina David wote wanatokea huko, kabila 12 ya Bani Israeli. Ba Salomo. Unasikia ndio wanatoka bila kabila 12 apre Moize kutoka huko, ilibidi barudie bakamate Yerusalema. Kukakuwa magomvi hapa, mapambano hapa. Bakina Samuel, Nabii Samuel anatokana na descendance ya Moize. Okay. Kwa hivi hii ndio descendance hii nenye Mungu alichagula akatosha watu watukufu na watu mbalimbali. Sasa watu wanafaka ndio confusion. Nous les chrétiens tu dépendre na Isaac, wapi mnakutania naye kwa tribi au kuimani au kudini? Mnakutania wapi? Njoo nyumbani. Sawa Sheikh Hassanti, tunafika mwisho wa mission yetu ya leo. Vendredi hivi mimi naona kutakuwa ni Eid. Si unakuwa na message gani na kuambia watu utasalisha wapi Waislamu wajue? Parce que hivi vendredi utasalisha, samedi au dimanche naweza tutakuwa tena hapa kuongelea mamada nyingine, itakuwa kawaida zaidi. Si unakuwa na message gani ya kuambia? Naam, alhamdulillah. Nadhani mji wetu wa Kindu tutakuwa na espace ya kusalia hivi. Espace hapa kwa vile kuna kijana wetu ule hafiz Qur'ani ule Idi Omar atakuwa pale, usite ni chef d'identité Sheikh Omar Morisho. Ule Lombolombo ni imamu regional wa vile atakuwa bwana Sheikh Dukure Ahmad Kalume. Na kwa espace ya huku handicapé hapa ni ule mzee wetu Sheikh Juma Ilani. Na kustadi Chomba pale itakuwa mimi, na nadhani kamati yote hii hapa watakuwa na mimi pamoja kule. Asante. Kwa television naomba Mungu awaprotege na awapatie santé nzuri. Asante sana. Kwa hivyo tutakuwa pale musulman par rapport na recommandation ya kufete fete yako ya musulman, wanakufundisha siku ya Laidi ni il faut 6 heures ukwe prêt ushavala mzuri apre kukoga au mwanaume na mwanamke. Meme mwanamke atake kumperiode yake
bana motorize ende pembeni espace ile fasi hata prie mais aonekane tu kama activite ya fete na yeye kuwa na sherekea sikukuu. Unaona hiyo kitu. Kwa hivi inatakiwa kila musulman mwanaume na mwanamke anakoga mapema, anavaa vizuri, takbira yako ianze kesho kwa mosque, mwanze kufuata takbira kwa barabara, takbira Allahu akbar, Allahu akbar. Paka vile mtaingiza magharibi kesho, kisha mnalala mnaamka vendredi asubuhi, vendredi kuko de fete directement. Parce que chaque vendredi inakuwa ka fete ya semaine ya ba musulman. Ya rassemblement yao ya kukutana kufanya ibada ya Ijumaa. Kwa hivi iko recommended kwa kila musulman anaenda kusali Idi mapema, unafika kwa espace, unachunga ule shehe akuje asimame, mnasali, anapredike huko, unasikiliza, anaisha prayer ya mwisho, unarudia nyumbani. Kama utachinja unajiprepare, unapumzika. Ikifika 12h45 urusha kwa deja kwa mosque, unasali tena Ijumaa yako, utarudia unafanya masherehe yako, utakula chakula ya halali, kunywa jii yako, maji yako, hapana urevi, hapana kuzini, hapana kufanya mabaya. Tafuta majirani wako, wapatie chakula, ndugu zako, warafiki wasio kwa Waislamu, kufurahi na wao. Hiyo ndio Uislamu na ruhusu kuhusu sherehe ya Uislamu. Asante. Kuna watu wa kuwasalimu ama sijui. Mimi acha ni na watu wengine watakuwa na shida, wanaweza kukupigia parapo na mada ya leo peut-être. Hiyo ni kawaida. Na wasalimu, naomba tu nchi yetu ya Kongo kuiombea, Mungu alete amani, amhifadhi rais wetu wa nchi, ampe mwongozo mzuri wa kutulea na kutusaidia nchi irudie kwenye kawaida. Na viongozi wetu wa jimbo, Mungu awasaidie wao wenye kusalimika na kila shari na sababu yote ya matatizo ya kuibana usiku, kuzulumiana, kuuana na vurugo na shari ya warebele. Tunaombea nchi na province yetu isiingililiwe. Na tunamwombea coordinateur wetu wa hii television na mheshimiwa senateur Bwana Salomo, Mungu amhifadhi, amprotege sana, amkinge na mabala na amjalie utukufu zidi ya maadui wake, na ampe utetezi bila anavyokuwa na roho nzuri ya kutetea watoto wa Manyema, na yeye Mungu amtetee. Na directeur wetu pia tunamwombea Mungu amprotege, amkinge na mabala, amfungulie baraka ndani ya kazi yake. Amen. Na wafanyakazi wote waliobahatika hapa na wasalimu, na waombea pia na wewe wana journalist. Mungu akuhifadhi, na Waislamu wote. Mimi siwezi kutaja jina mtu, ndio kila mtu ananipendaka na mwingine anataka kanisikie, lakini nakutakia wewe amani kwa Mungu, na Mungu akupende pia, na atujalie sote mwisho mwema. Amen. Basi namba Sheikh kama itakuwa kama kawaida. Naam, namba zangu za simu, kuna namba ya Orange, kuna Vodacom na kuna Airtel. Ni kawaida kutoa yote tu. Kuna namba ya Orange ni 085 98 33 925. Indo Orange. Na kuna namba ya Airtel ni 099 17 21 239. Na kuna Vodacom 0421 46 77 051. Asante. Asante sana Sheikh. Karibu tena zaidi. Ndugu mpendo msikilizaji ambapo unatutazama saa kama na hii, en tout cas ilikuwa pour nous très évident ya kumpokea Sheikh. Il y en a qui l'appellent l'international, ça c'est vrai, parce que moi peke munasikia ma révélation na ma révélation. Bon, la tribune est libre, kumwingine atasema hapana Sheikh pale alikosoa, ukakuwa na pastor unakuja tu, tutakupokea, tunaweza kumweka pale wewe pale, basi mna debate. Je crois qu'il itakuwa hii emission tutaifa samedi au lundi prochain, kama utakuwa kwa Kindu tutafuta mtu mmoja hivi na wewe pale, basi tunasema kuongea mamada ili kufafanusha watu. Sasa kuongea jambo la kihistoria iko yake, parce que uko musulman au parce que uko chrétien. Kwanza il faut kuwa historien. Maana si kila ule mmoja anamtaka pastor ndio na hiyo historia. Wala mmoja anamtaka shenyo na historia. Kwa hivyo kwa kutaka kufanya deba ya kitu kiko mu historia, kwanza il faut kuwa historien. Na uko mwadilifu siko na parti pris. Okay. Il faut uyue ile fasi nyoko na ita ushafika pale unaijua. Mwali kufundisha ni nani na historia iko namna gani. Okay. Ndio kanuni hii. Wanafuata vizuri. Basi en tout cas, asante kwa wote, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à toute l'équipe de la RTSK. Amis sur Ramazan Information, c'est moi. Au revoir et à très bientôt.